نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. يقول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Enyi waja wa Allah, ninakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu na kufuzu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu katika suratul Hadid, sura ya 57 aya ya 21 anatuambia: sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni kunako msamaha wa Mola wenu mlezi, wa jannatin ardhuha ka'ardhi as-samai wal ardi, na baada ya msamaha huo mtapata malipo ya bustani za kheri zenye upana mkubwa mithili ya mbingu na ardhi. Hayo wameandaliwa wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma zake na upendo wake kwa wanadamu amewaletea misimu mbalimbali ya kheri ili wapate kujikurubisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Moja kati ya misimu hiyo ni msimu huu tulionao wa mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi huu ambao pia si wa kwanza tu, bali pia ni moja kati ya miezi mine mitukufu. Lakini si hivyo tu, ndio mwezi pekee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ameuegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala alipouita shahrullahi almuharram, mwezi wa Allah uitwao Muharram. Kati ya miezi yote 12, kuanzia mwezi huu tulionao wa Muharram, mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiislamu Hijiria, mpaka mwezi wa 12 wa Dhulhijja, hakuna mwezi ulipata kuitwa jina hilo kwamba ni mwezi wa Allah, hata kama yote ni miezi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huu ndiyo mwezi pekee Allah au mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama aliunasibisha na Allah kwa kusema shahrullahi almuharram, mwezi wa Allah uitwao Muharram. Maana yake ni kwa upekee wake na ubora wa mwezi huu wa Muharram. Ndugu zanguni, baada ya kufahamu ubora wa mwezi huu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, moja katika mambo ambayo yanatajwa kuwa ni sehemu ya yale yaliyoupaisha mwezi huu kuwa katika miezi bora na miezi mine mitukufu, ni pale mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika masimulizi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema: qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-madinata, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama alifika katika mji wa Madina akiwa amehama kutoka Maka. Baada ya kuwasili katika mji wa Madina, aliwakuta watu wa Madina, hasa Mayahudi. Maka mji wa Madina ulikuwa wakiishi makundi makuu kama 4 makabila makuu, makabila mawili ya Kiarabu na mawili ya Kiyahudi. Mawili ya Kiarabu ni Aus na Khazraj, na mauli ya Kiarabu ni Banu Quraidha na Banu Nadhir.
aliwakuta kundi hili la Mayahudi wakifunga siku katika siku za mwezi huu tulionao wa Muharram, nao ni siku ya 10 katika mwezi huu, au chungu 10 au chungu 10, nao ni siku ya Ashura. Akawauliza, kwa nini mnafunga siku hii? Wakamjibu, siku hii ni siku tukufu sana kwetu sisi, kwa sababu ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabiullahi Musa na wafuasi wake wana wa Israeli dhidi ya adui wao mkubwa Firauni alayhi laana. Katika kisa mashuhuri ambacho pia Allah subhanahu wa ta'ala amekisimulia maeneo mbalimbali, moja katika maeneo hayo ni katika suratu Shuara aya 61, sura ya 26. Allah anasema, falamma taraa aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Baada ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam kuwa katika hali mbaya, akaanza kukimbizwa na Firauni yeye na watu wake, ili auawe yeye na watu wake. Katika kukimbia akaangukia au kufika sehemu ambao kuna bahari ya Shamu. Nyuma yake ni jeshi la Firaun, mbele yake ni bahari, hana pa kwenda. Allah anasimulia katika sura hii ya 26 aya 61, falamma taraa aljam'an, baada sasa kuwa makundi mawili yameshaonana uso kwa uso, kundi la Nabii Musa alayhi salatu wassalam na kundi la Firaun alayhi laana. Sasa wale watu wa Musa akasema, inna la mudrakun, tumeisha, hatuna la kufanya, tumeshakamatwa, tunauawa hapa. Musa akawajibu katika sura hiyo hiyo, sura Shuara aya 62, akasema, kalla, si hivyo, msiwe na hofu, inna ma'i rabbi sayahdin, kwa hakika mimi niko pamoja na Allah ataniongoza. Ndipo pale Allah akamwamuru Musa apige bahari kwa fimbo yake, na ikapasuka vipande viwili na ikapatikana njia katikati ya bahari, na Musa akavuka na watu wake. Firaun naye akavuka, lakini akaangamizwa na kughirikishwa katika bahari hiyo, na watu wake wote wakaangamizwa. Siku hii ndiyo ambayo Mayahudi wakawa wanaiadhimisha kufunga kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa tukio hili nilolitaja. Mtume akasema, ana ahaqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi katika jambo hili la kuenzi furaha hii ya wana wa Israeli kuliko ninyi, kwa sababu nyinyi wana wa Israeli ninyi Mayahudi wa sasa mmeshapoteza ule uelekeo sahihi na njia sawa ya Musa, na mkatengeneza njia yenyewe mnaifahamu ninyi, lakini si wafuasi hasa wa Musa. Laiti mmekuwa wafuasi wa kweli wa Musa, mngemfuata nabii huyu ambaye ni mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mimi nina haki zaidi kuliko ninyi katika tukio hili kulienzi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Faswamahu wa amara bisiyamihi, Mtume moja kwa moja akafunga na akawaamrisha Waislamu waanze kufunga. Na katika historia inaonyesha hii ndiyo ilikuwa funga ya faradhi kabla ya Ramadhani, kwa sababu hii ilikuwa mwaka wa kwanza hijiria, na Ramadhani ilifaradhishwa mwaka wa 9 hijiria, miaka 9 baada ya Mtume kukua katika mji wa Madina. Baada ya kuja Ramadhani, ikawa hii ni sunna muakkada iliyokokotezwa ya muhimu mno, na Ramadhani ikawa ni funga ya faradhi. Ndugu zanguni, hilo ni jambo ambalo lipo ndani ya mwezi huu, kati ya miezi tulionayo, miezi 4 mitukufu, hasa mwezi huu wa Muharram, mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiislamu. Lakini pia kuna utukufu wa kufunga hasa siku hiyo. Nazungumzia siku hiyo ya 10 ya Ashura. Utukufu wake Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, siyamu yauma Ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sana allati qabla, funga ya siku ya Ashura nategemea kwa Allah inaweza kuwa na ndiyo itakuwa sababu ya kusamehewa mwaka uliopita. Hii ni ofa inayopatikana ndani ya funga ya Ashura, siku ya 10 katika mwezi wa Muharram, au tarehe 10 mwezi wa Muharram. Na madhambi yanayosamehewa hapa ni madhambi madogo, si madhambi makubwa. Madhambi makubwa mfano wa ushirikina au ulevi, zinaa na mengineyo, haya yanapaswa mtu atubie kwa Mola wake kwa masharti 3 mpaka 4. Sharti la kwanza la toba katika madhambi mbalimbali ambayo ni makubwa na yanahitaji toba, la kwanza mtu
kwanza ajutie kwa dhambi aliyoifanya au kosa alilofanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, baada ya hilo mtu atubie na kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, amsamehe kosa alilolifanya. Jambo la tatu, mtu aache mara moja dhambi aliyokuwa akiifanya na azimie kutorejea tena katika dhambi hiyo. Na sharti la nne, ikiwa dhambi alilofanya inahusiana na haki za wengine, kama aliwasengenya au akaombe radhi, kama alichukua vitu vyao basi awarejeshee. Haya ni masharti manne ambayo yanapatikanwa katika madhambi makubwa ambayo lazima yanahitaji toba, kama Allah alivyozungumza katika sura ndani ya Qur'an kwa kusema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Enyi waja, sema enyi waja ambao mmedhulumu nafsi zenu kwa kumwasi Allah, msikate tamaa kunako rehema na huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika Allah anasamehe madhambi yote. Allah ni mwingi wa huruma na ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Ndugu zangu, ni fadhila ni kubwa katika mwezi huu wa Muharram, na kubwa ni kufunga siku hiyo ya 10, siku ya Ashura ya mwezi huu wa Muharram. Lakini pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatukumbusha jinsi ya kufunga funga yenyewe. Akasema ni vyema mtu kafunga siku ya 9 na siku ya 10 ili uwe tofauti na Mayahudi ambao wao hufunga siku ya 10 pekee. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika masimulizi ya sahaba Abu Huraira anasema, fa idha kana al-aam al-muqbil insha Allah sumna al-yawm at-tasi'. Mtume alipata kuwaambia masahaba radhiyallahu anhum kwamba ikifika mwaka ujao hatofunga siku ya 10 peke yake ya Ashura, tutafunga na siku ya 9. Maana yake ilivyokuwa sunna ni kufunga siku ya 9 na siku ya 10, siku ya Ashura. Lakini sivyo bahati, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama hakufika mwaka uliofuata, akawa amefariki, lakini ikabaki ni sunna na maelekezo kutoka kwake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Istaghfiru rabbakum antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusiani tena kwa mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na pia naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, hiyo ni funga iliyopo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Muharram, moja kati ya miezi 4 mitukufu ambayo inafungwa siku ya 10, na vyema ukaanza siku ya 9 na hatimaye siku ya 10. Lakini kuna baadhi ya wenzetu wana madeni labda ya saumu za mwezi wa Ramadhani uliopita. Nini wafanye katika hali kama hii? Wakati wa kulipa madeni ni mpana. Kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, walikuwa wakilipa madeni ya Ramadhani katika Shaaban, manake masiku machache kabla ya kuingia Ramadhani. Kwa hiyo usiwe na shaka katika hilo, funga kwanza saumu ya Ashura, kisha baadaye deni utalilipa, kwa sababu Ashura ikishapita hailipwi. Funga ya sunna ikipita haina malipo siku nyingine, sawa na fidia, hakuna jambo kama hilo. Tujitahidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili naye aweze kutupenda na tuweze kufikia daraja ya ucha Mungu kupitia misimu yake hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwekea sisi waja wake. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم أرض خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابته وآله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وكل من له حق علينا يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.